Wakulima wilayani Handeni mkoani Tanga wameiomba serikali kuwadhibiti wafanyabiashara wanaowauzia pembejeo feki. Wakizungumza kwenye kikao maalum na mkuu wa wilaya ya Handeni Godwin Gondwe, wamesema katika wilaya hiyo yapo baadhi ya maduka na mawakala wa pembejeo za kilimo wanauza mbegu na mbolea zisizo na ubora. Mbegu nyingi tunazonunua zimekuwa ni feki, na zinakuwa feki katika maeneo mawili matatu makubwa, kwamba mbegu zinaweza kuwa ni sawa sahihi, lakini uhifadhi wake umekuwa si sahihi, kwa maana ya kwamba wale wauzaji au wasambazaji wanachanganya mbegu na mbolea na madawa, kitu ambacho kitaalamu si sawa. Pili, imekuwa kweli ya kwamba mbegu nyingine kuanzia uzalishaji wake mpaka inapofikia kumuuzia mkulima si sahihi, kwa maana ya kwamba uzalishaji halisi wa mbegu si sahihi. Aidha, mwenyekiti wa wakulima hao Halfan Swai amesema serikali iwasaidie wawekezaji wadogo hasa kwenye mambo ya miundombinu ili waweze kwenda sawa na sera ya Tanzania ya viwanda. Tunahitaji maji, tunahitaji umeme, hasa viwanda. Kazi tunakokota hapa, hatuwezi kufua kiwanda cha kuchakata kokoto, kuchakata mahindi, kupata unga. Kwa hiyo tunahitaji vitu kwa namna fulani. Tunahitaji wataalamu wawe down to earth, wawe halisia, waje kwenye uhalisia, watusaidie katika vitu fulani, ufugaji, ufanyani. Sasa hivi wako tu ofisini. Mkuu wa wilaya ya Handeni Godwin Gondwe ameahidi kuyafanyia kazi malalamiko ya wawekezaji hao kwa kusema kuwa atafuatilia maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo kwa kushirikiana na maafisa ugani na mifugo wa wilaya, pia kuziita wizara husika kuja Handeni kukagua. Kidanganya wananchi. Na hiyo nilivyofika tu Handeni nilikuta. Kwa hiyo tukubaliana kwamba mwananchi anaponunua sasa hivi dawa, si pembejeo, akisha anachukua risiti ile eneo. Maana risiti ndio mkataba kati yake yeye na aliyemuuzia. Lengo ni kwamba kama ikitokea haina ubora kama ule, hii risiti ndio kwenda kumshtakia, na niliwaambia kwamba waleta ofisini kwangu. Kwa hiyo tumeanza kulishughulikia hilo. Kwa msimu huu sasa hivi sijapata kesi nyingine yoyote, lakini hawaidi mtu yoyote yule ambaye atakuwa amefanya biashara ya kuuza dawa za kilimo au pembejeo za kilimo ambazo hazina ubora na tukamgundua, mwenyekiti tutamvumilia. Kwa muda mrefu kumekuwa na malalamiko ya kuwepo pembejeo za kilimo zisizo na ubora ambazo huwafanya wakulima kukosa mavuno bora wilayani hapa.